Nadhani hapo Zimbo ameongea, amesema kwamba wamekaa na wachezaji wenzie na akawaambia kwamba yani kufika hiyo hatua ya robo finali kwa Simba ni mazoea. Kwa hiyo wachezaji wasije wakaona kama ni mafanikio kwao. Okay. Wanachohitaji walao waende kwenye nusu finali na hatua nyingine ambazo zinafuata. Hatua ambazo Simba haijawahi kufika kwa hivi karibuni. Yeah. Na ukizingatia unajua hizi Simba ni Yanga na Yanga ni Simba. Okay. Inapotokea Yanga amefanya kitu kikubwa kwenye hayo mashindano ambayo nyie mnashiriki, ina maana nyie mnaporudi natakiwa mfike either alipofika yeye au mvuke kabisa alipopita au mfanye kile ambacho alifanya kama alikuwa amechukua kabisa ubingwa. Sasa ikitokea sasa hivi Simba wameishia kwenye hii hatua, Mohamed Hussein anasema amewaambia wachezaji wageni kwenye kikosi cha Simba kwamba sio kitu cha kujivunia. Kwa hiyo hata ukishangilia hamna mtu atakushangaa, yani zaidi mashabiki watashangaa kwamba wewe unashangilia hatua ambayo sisi tumeizoea karibia mara 6 tunaishia kwenye hilo eneo. Na kwa kusajili hao wachezaji ina maana Simba wao walikuwa wametarget zaidi ya hapa. Ina maana walikuwa wanahitaji wachezaji ambao wanaweza wakawavusha kwenye haya maeneo. Mfano Fabrice Ngoma amecheza against hawa Al Masry. Ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wanatafuta record ya kutengeneza assist nyingi kwenye michuano hii ya Confederation ya akicheza dhidi ya timu moja. Lakini angalia hawa kina Okajefa wamecheza walau kwenye hatua ya makundi kwenye hii michuano. Kina Mohamed Hussein Kapombe ndo usizungumze kabisa. Kamaran ni miongoni mwa wachezaji ambao Holoya wamedunda nayo. Sasa unapokuja kwenye hizi hatua, ina maana tunahitaji ucheze kwenye zile hatua kubwa ambazo hata wewe ukikaa kwenye profile yako hiyo inaweza kuzungumzika. Yani sasa hivi Pinpin akija kuzungumza kwamba nimeifikisha Simba kwenye hatua ya finali ya ligi ya mabingwa, hicho ni kitu ambacho kila mtu atakuwa yupo anashangaa kwamba jamaa itakuwa alifanya kitu kikubwa sana cha ziada. Sasa mfano kama sasa hivi mnacheza against Al Masry, mje kuangalia kuna factor ambazo ukizitazama unaona kabisa Simba ana ubavu mkubwa wa kuwashinda kuliko Al Masry, licha ya kwamba Al Masry yupo mbele kwa goli 2. Leo hii ukija kuangalia Al Masry akiwa away hajashinda mechi yoyote kwenye hii hatua hizi za makundi. Lakini uje umwangalie Simba akiwa nyumbani ana faida ya kushinda goli walau kwenye goli 2 kwenye kila mchezo ambao amecheza, na ana advantage ya kwamba kwenye kikosi chake hakiruhusu nyavu zake kutikiswa.